Kwa majina anaitwa Dickson Absalomi Mayani, meneja wa uwanja wa Ali Hassan Mwinyi Tabora. Tumepambana katika hali ya kuweka uwanja katika hali hii. Kwanza kabisa tulifanya ushirikiano sisi baada ya kupata barua ya kufungiwa uwanja. Tulikaa tukagundua tatizo liko wapi, tukalifanyia kazi. Tulishikaa serikali ya mkoa ambao ofisi ya mkuu wa mkoa, ofisi ya Chama cha Mapinduzi mkoa ambao ndio wamiliki wa uwanja, klabu ambao wanaotumia uwanja na chama cha mpira wa mkoa wa Tabora. Tulikaa kwa pamoja, tukajadili, tukabaini yale mapungufu tulioambiwa, tukayafanyia kazi. Ndio unaona pichi hali hii. Na mapungufu hasa yalikuwa nini kwenye kiwanja katika barua ambayo mliletea ambayo ilionyesha kufungiwa? Walizungumzia miundombinu ya uwanja ambao ipo kila wakati inasemwa. Mmoja, pichi ilikuwa ina rangi ya kaki hapa katikati na pembezoni mwa uwanja. Kulingana na ukame wa siku 2-3 ambao ulijitokeza, na sisi tulikuwa na upungufu wa maji kwenye kisima chetu, tukawa tumepata hiyo hali iliyojitokeza. Lakini pili, katika uwanja kunatakiwa mzunguko upate kuwekewa fence ambayo ya kuweza kuzuia mashabiki wasishuke chini. Lakini pili, kuna mtaro ambao unaozunguka pitch ambao unazungumziwa kila wakati ufukue ili maji yaweze kutembea, ili kwamba pitch isiwe inatunza maji au kuna shida yoyote inayojitokeza katika pitch. Hayo walituambia. Lakini kabla ya mechi ya Simba tulizungumzia hicho kikao, tukakaa na mjumbe wa bodi mmoja alikuja, tukayaomba tuyafanye kipindi kijacho, kwa sasa hatutaweza. Lakini baada ya kuona wakao yote wameandika kulingana na pitch ilivyokuwa kaki, wakabidi kutuandikia hayo ili tuyafanyie kazi. Nafikiri kwa natukumbusha tu, lakini ni wajibu wetu kuyafanyia kazi. Sawa. Na vipi naona kisima pale na utaratibu wake vipi? Mwisho tulizungumza wakasema mko kwenye mchakato wa kumsubiri moja kati ya watu ambao watakuwa nalishughulikia. Tunatamani pia kufahamu update kwenye utaratibu wa kisima kwa ajili ya kuwa na maji ya uhakika hapa. Ndio, kama nilivyokuambia, mkuu wa mkoa alitoa agizo twende ofisi ya bonde ili tushirikiane nao kwa ajili ya kuchimba kisima. Yule mtu alituambia atarudi Jumatano ambayo ilikuwa ni jana. Alituambia kuanzia Alhamisi kuja huko mbele atatutafuta. Nafikiri sasa bahati mbaya nimepata changamoto, mwenezi wangu naye anaumwa. Nimemtafuta asubuhi akaniambia ajisikii vizuri zaidi. Sasa nikashindwa kumtafuta yule kwa sababu tunatakiwa wote tukamilike. Sababu jukumu hili kakabidhiwa mwenezi wa Chama cha Mapinduzi ambaye ni msemaji wa chama katika shughuli zote za chama. Kwa hiyo tunatakiwa tuende naye kule kwenye ofisi ya bonde tukashughulikia nalo. Nafikiri changamoto ni hizo tu mbili, lakini nafikiri wakikaa wote recover na huyu akiwa kaisha rudi kama alivyotuahidi Jumatano, basi tutaenda kuyafanyia kazi. Sawa. Na vipi utaratibu wa rangi pia meneja kwenye majukwaa huko? Naona kidogo pia kuna baadhi ya maeneo kama kuonekana kama kufubaa pia kwenye hili. Kwenye hili bado tunaendelea kuwaomba wale watu vumilie. Tunatafuta wadau wa kuweza kutufanyia hiyo kazi. Tukipata tutaifanyia kazi, tutapaka rangi. Hatutaacha hivi. Tunataka tupakae rangi, pakae vizuri. Huo ufubaifu hata sisi hatuupendi. Tunataka turudishie uwanja mzima. Ndio hivyo. Hizi kwa mfano wenzetu uwanja wa Kirumba CCM walipata mwaka jana sherehe za kuzima mwenge. Zilisaidia sana. Sherehe kama zile ukizipata za kitaifa zinakusupport wewe kuweza kufanya kama. Na mimi nikipata hata sherehe ya sikukuu ya wafanyakazi ikafanyika Tabora kitaifa, basi na mimi naomba, sina mahali pa kusemea lakini sio msemaji sana, nikipata sherehe kama na mimi hiyo kubwa najua itanisupport sana. Itanisupport sana. Itanisupport. Sawa. Rai yako kwenda kwa wafanyabiashara, wadau wa soka Tabora, maana tunaamini hili kulikamilisha linahitaji pia support. Nini unawaambia? Hata wakati tunaanza ukarabati ndani, mkuu wa mkoa aliondoka aliacha wadau, aliwaita, tukapata mdau mmoja akashughulikia. Nafikiri pale walisemea, ndio maana nikakwambia siwezi kuyasema sana. Siwezi kuisemea serikali ya mkoa, imesema tuache kwanza tumalize ili tukimaliza huu msimu ujao tutapambana nao, watatafuta wadau ili waweze kutusaidia, kutushika mkono kama walivyotushika mara ya kwanza. Sasa siwezi kuyasema saizi haya kwa sababu siwezi kujua mipango inasemaje kwenda. Sawa. Na namna ambavyo hizi nyasi zinavyoonekana meneja, ukimwagia maji hapa kwa mfano labda mmekata nyasi, mkimwagia udongo hapa au kuchipua au kuota kwa nyasi, kuna shamiri baada ya muda gani? Yaani hapa nikikwambia tuliandika barua tarehe 10 ya kuja kutuomba kuja kutufungulia. Nafikiri tarehe 11 walikuja. Kwa 12 si 11 walikuja kutufungulia viongozi wale wa bodi ya ligi. Tulikata tarehe 11 nyasi.
lakini leo unaziona zilivyo hivi. Na hapa ndio tunaandaa kama hivi mashine hapa, tunaendelea na ukataji. Ila tulifeli kidogo, ndio tunaingia hapo tuendelee na ukataji. Yani hapa mpaka hata mechi ya Yanga tutapokwenda kucheza tutakata nyasi. Leo nakata hii ambayo tunaocheza na Kagera Sugar kesho kutwa tutakata. Na siku ya kucheza Yanga tutakata. Yani hapa pana chemchem nzuri. Tutakata tu. Naona nyasi zinavyochipua. Sawa, meneja tunakushukuru sana. Asante sana kwa ushirikiano. Asante na nyinyi kwa ushirikiano wa kuja kuonyesha mambo kama haya. Karibuni sana, msichoke. Karibuni.